Neno la Mungu lina uwezo wa kubadili kila kitu kwenye hii dunia. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kubadilishwa kwa neno la Mungu kwenye hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu barikiwe sana na kukaribisha. Mimi ni Felix Yunji, mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 3, utasoma kwa muda wako, inasema kwamba tunafahamu kwa imani ulimwengu uliumbwa. Unaona? Lakini ukisoma katika Mwanzo utaona kwamba ilikuwa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa na utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. Maana yake ni kwamba Mungu aliziumba hivyo vitu. Maana yake havikuwepo hivyo vitu. Hakukuwa na kitu chochote kile, ila Mungu akaviumba. Na alipoviumba akaona kuna giza, akaamuru iwe nuru. Maana yake ni kwamba vyote alivyoviumba na alivyovifanya, tunaona kwamba aliviumba kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe neno la Mungu ndio limefanya vitu vyote vinavyoonekana hata visivyoonekana viweze kuonekana, viweze kudhihirika na viweze kuwepo. Unaweza kuona nguvu ya neno la Mungu. Ndiyo maana sasa unaweza kukuta kwamba ugonjwa umekuwa ukikusumbua kwa muda mrefu, vifungo vya kichawi, madeni, umasikini, mikosi, kukataliwa, shida mbalimbali ambazo zimekuwa zikikusumbua. Unapokutana na neno la Mungu, kupitia neno la Mungu linakutoa kwenye hizo shida na changamoto, zinakuweka kwenye level nyingine ambao unakuwa ni mbali na hizo shida na hayo maonezi ya giza. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya ile nguvu ya neno la Mungu. Ndiyo maana tunaitiwa sisi waamini tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tufanywe upya kwa kugeuzwa akili zetu, nia zetu zimfananie Kristo. Maana yake tujae neno la Mungu, ili neno la Mungu linapokuwa ndani yetu tulitumie hilo neno la Mungu kutubadilisha sisi wenyewe, kwanza kuanzia ndani, yani mtu wetu wa ndani abadilishwe. Akishabadilishwa mtu wetu wa ndani, tulitumia hilo neno la Mungu kubadilisha na mazingira mengine pia ambayo yanatuzunguka. Ndio maana unaweza kuona kwamba umeteseka sana, lakini unapokutana na neno la Mungu linakuvusha kwenye eneo ambalo ulikuwa unateseka. Kuna wakati ulikuwa huoni njia, lakini kwa sababu neno la Mungu ni nuru, baada ya mtu wa Mungu kukutana na mtumishi wa Mungu, anakupa neno la Mungu. Neno la Mungu linakuonyesha njia, linakupa mwanga, unaweza kuona mabadiliko katika maisha yako. Kumbe neno la Mungu lina nguvu ya kubadili kila kitu. Kwa hiyo tusilipuze wala kulizalau hili neno la Mungu. Tumepewa neno la Mungu ili tulitumie kubadilisha mazingira ambayo yameonekana hayatupendezi wala hayafai. Tulitumia neno la Mungu kubadilisha, lakini si kwa tamaa zetu za kibinadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.